Safari hii kamati ya siasa mkoa hatutawaacha wabunge na wakilishi na madiwani wafanye kazi kama wanavyojaliwa. Hapana, tutawasimamia. Baada ya mkutano huu na baada ya mwezi wa Ramadhani, nitatembelea na kamati yangu tawi moja moja. Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV, matumaini yangu ni mzima wa afya. Leo tupo Bumbwini Misufini, ambapo tumeenda kushuhudia mkutano mkuu wa halmashauri ya jimbo hili la Bumbwini. Lakini mtazamaji wa ASAM Online TV, hii hapa ni siku 100 ambazo wamechaguliwa viongozi mbalimbali wa jimbo hili la CCM, akiwemo mbunge wa jimbo hili la Bumbwini. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma kamera ni Jabir Zwan Kasim. Jimbo hili nasema tena ni heshima. Rais wa Zanzibar kwao huku. Mimi mwenyekiti wa mkoa nakaa jimbo hili. Hasa jimbo manane, jimbo la Bumbwini likawa zogo, vurugu. Ninasema nini kwenye halmashauri kuu ya taifa? Nitajieleza nini kwenye kamati maalum ya kusema mbunge sio Mwinyi? Bwana, mtapata tabu. Mtapata tabu, kwa sababu lazima mimi nitawajua wale wanohamu ya kusema Yusufu sio mwakilishi, Mbaruku mtumwa. Bwana, mtapata tabu, kwa sababu tumeshinda. Tumekutana hapa leo kufanya sherehe. Tuache hayo mambo. Mbunge Mwinyi, mwakilishi Yusuf, madiwani mmewaona, hao ndio viongozi wetu. Kiongozi mwanachama yoyote atoendelea mbinu yake kinyume na hao, haki ya Mungu ajue anataka kupambana na mtu ambaye sina huruma kwa hilo. Kwa sababu nikikwacha ukivuruga, mimi nitasulubiwa kwenye halmashauri kuu ya taifa. Mimi nitasulubiwa kwenye kamati maalum. Sikubali. Nitakushughulikia kabla sijashughulikiwa. Baada ya mkutano huu na baada ya mwezi wa Ramadhani, nitatembelea na kamati yangu tawi moja moja. Tukifika tawini tutajigawa. Tutakwenda kwenye shina moja moja. Ole wako balozi nikukute una daftari la wanachama. Kwa sababu nilishaagiza wabunge na wakilishi tokea mwaka jana, mabalozi wote wapewe daftari. Kwa hivyo makatibu wa matawi, mfanye kazi zenu. Mshughulikie mashina yenu yanafanya vikao, muitishe vikao, wanachama wenu wawe hai, na wanachama wabadilishe kadi hizi za kizamani waingie na kadi za sasa. Watu wa kusufanya hiyo wapo kwenye jimbo lenu. Haiwezekani mkoa kaskazini unatoa rais wa Zanzibar alafu chama kiko hivi kilivyo. Haiwezekani hata kidogo. Mimi wanasema, wanawaambia wenzangu kule, Daktari Samia Suluhu Hassan alimteua mimi katika wenye viti wote wa Tanzania, akanipa kazi. Kumbe huku niliko mimi simsaidii. Nitakuwa ninafaa. Huku kwangu chama kimekufa. Na kwenda bara huko. Sasa huku kwangu sikuwezi. Huko bara nakwenda kufanya nini? Siwezi kukubali hilo jambo. Kwa hivyo lazima nataka nisimamie mkoa wangu. Chama na jumuiya zake zote ziko hai. Kama katibu wa vijana huwezi, kama mbunge nani, kama mwakilishi nani, balozi huwezi, katibu wa tawi huwezi, andika barua mapema. Usije kutana na kisago changu. Sina msalie mtume kwa mtu unokiua chama. Kuhusu wabunge na wakilishi na madiwani, sisi kamati ya siasa mkoa safari hii tumejipanga kuwasimamia. Na ndio maana mmeona tumewataka wote, majimbo yote manane, tumewataka waelezee kipindi hichi cha siku 100 wamefanya nini. Majimbo yote, sio hili tu. Mbunge na mwakilishi na madiwani tumewasimamisha. Toka mmeshaguliwa waheshimiwa, mmefanya nini? Safari hii kamati ya siasa mkoa hatutawaacha wabunge na wakilishi na madiwani wafanye kazi kama wanavyojaliwa. Hapana, tutawasimamia.
heshima ambayo tulioipata kupitia kwa Chama cha Mapinduzi kwa kutuchagua wananchi, sisi tuna ahadi kubwa kwa wao. Tutakuwa viongozi wema, viongozi waadilifu, viongozi watiifu, viongozi ambao wanafikika, na tuko tayari kuwasikiliza wananchi kutekeleza. Tunaelewa kwamba dhamira ni njema, nia ni njema na mafanikio ni mema. Lakini mkutano huu leo umeleta tija kwa wananchi. Tumepata na sisi viongozi kuyasema yale ambao wachache walikuwa hawajui wameyajua, lakini tumeonesha dhamira yetu na katika mipango. Na dhamira yetu ni ile ile. Yapo mambo ambayo tutatoa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni wajibu wetu kuitekeleza ilani ile, lakini yapo mambo ambayo tumeahidi sisi kwa ari zetu na kwa utashi wetu na kwa jiografia ya jimbo letu na kuona. Lakini yapo maeneo mengine ambayo wananchi wanasema wao wanahitaji haya kuyafanya. Moja katika hilo, tutajitahidi pale zinapotokea fursa kwa ajira kwa vijana, zikiwa za kampuni, ikiwa za vikundi, ikiwa vya vyama vya ushirika, tutahakikisha wananchi wanapata fursa hiyo kupata ajira, kila mmoja kuhakikisha anapata mkate wake kwa wasaa. Lakini la pili nalo kuhakikisha suala la elimu nalo tumelipigia mkazo katika kuhakikisha, na hayo tumeshayafanya. Tumewaunga mkono sana vijana waliopasi mchipuo, tumewafanyia sherehe maalumu na kuwapa fedha za mahitaji zao na kuwapa nasaha ili wakachape kazi vizuri, wafike ambapo wanapohitaji na wazee wao wanapotarajia. Lakini ndani ya jimbo letu kwa miaka hii imetokezea kwa skuli zote za sekondari wamepasi watoto vizuri katika form 4, nao tutawafanyia shughuli nzuri, kuwashukuru na kuwatakia mafanikio mema ili waende. Lakini tunayo kazi ya kufanya. Tuna changamoto mbili kubwa. Moja ni maji safi na salama. Tunapoingia katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuna changamoto hiyo. Tumejitahidi kukabiliana na tutazungumza na serikali hata ikimkinika basi kuleta magari katika kipindi hichi kuwasaidia wananchi wapate maji ili kuhakikisha wanakwenda kutumikia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wakiwa hawana stress ya maji safi na salama. Na bahati nzuri tumemsikia Mheshimiwa Rais jana hotuba yake aliyokuwa ameitoa kutuasa wananchi wake na juu ya umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaelewa tuna jiografia ni ngumu sana. Kwa mfano tuna tangi kubwa la maji limejengwa na serikali ambalo mwenyekiti pia kalisemea tangu lilipojenga halijaleta manufaa hata kidogo kwa wananchi, manake halijashusha maji. Kwa hivyo tunakwenda tumeshakaa na serikali kuambia nini watuone, na sisi tuko tayari kuunga mkono jitihada za serikali pale ambapo serikali watatuambia sisi wabunge na wakilishi mnahitaji kutoa nini, tutatoa mchango wetu kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji kuafikia. Kama kuna miundombinu hazitofika basi tutatoa fedha kuhakikisha kwamba za mfuko wa jimbo na nyingine kama kutoka mifukoni mwetu kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji. Lakini kuna changamoto ambayo imejitokeza sasa. Wananchi wanasema pamoja maji kama atakuweko, lakini kuna ukatikaji wa umeme ovyo. Tutakaa na serikali kuzungumza nalo hilo kuhakikisha katika kipindi hichi cha Ramadhani wajitahidi kwa maeneo hayo ili kusitoke matatizo hayo yajitokeze, na panapotokea matatizo basi waweze kutujulisha viongozi, tukae na wananchi kuwaeleza tatizo gani hili limefanya umeme kukatika na kwa kipindi hichi kutakuwa na matatizo. Tunakubali kwa sababu hili ni jambo la kiufundi na kuna mambo yanatokea kiufundi na kitaalamu na ajali inaweza kutokezea wakati wote, lakini tuwe tunajulishana na tuwaeleze wananchi ili wasiweze kulalamika juu ya ukataji wa umeme ovyo katika jimbo letu hili la Bumbwini. Mkutano wetu wa leo hadi ni mzuri sana na tunashukuru sana viongozi wetu kuja kutujua zile hali zetu na kujua matatizo ya wananchi wao. Maana tunahakikisha viongozi tumepata siku baba sana, lakini maendeleo tunayoona mazuri kwa sababu wanapenda kutujua wananchi wake, kutujua kama matatizo yetu nini. Ikiwa maana mlikuwa mna mwingine wana shida ya maji, Sihaba ametufuatilia tushapata maji. Pia wakati kuna matatizo hospitali, pia Sihaba wamekuja akashughulikia hospitali na malengo tulokusudia tuliyapata. Mashirikiano yangu mimi au yetu sisi pamoja na viongozi wetu, ninavyoona tutaendelea vizuri na bado watatuzidishia zaidi maendeleo kuliko yale.